uwanja fulani, mwamuzi wa mchezo, fourth official, nani, match commissioner, hiyo inatajwa. Lakini kwa sababu inakuwa inatajwa na vitu vinapita salama, watu wanakuwa hawajabase zaidi kwenye zile namba. Lakini kwa sababu mchezo kidogo umekuwa una utata, ndio maana mchezo nambari 100 kwa sababu ndio utambulisho wake, ndio identity yake. Na watu wanasahau kwamba kila mchezo unakuwa na namba. Ndio. Sawa. Yani namba zinakaaje? Ni ile mechi ya kwanza kabisa ndio namba 1. Ndio. Yani baada ya mechi ya ufunguzi ile inakuwa namba 1. Namba 1. Yani ndio mechi ya kwanza maana yake. Mechi ya pili ndio mechi namba 2. Mechi ya tatu ndio mechi namba 3. Yani mpaka unafika hiyo michezo namba 180. Mechi ya dabi ya Kariakoo ya mzunguko wa pili namba yake au ni mechi ya 184. Kwa hiyo sio namba kama namba, lakini ni mchezo wa 100. Hivi ule mchezo paka Kijiri anajiweka. Ule ulikuwa na bangapi? Mchezo wa kwanza. Huwezi kujua kwa sababu hakuwa na namba ipo. Mchezo wangapi ipo, lakini kuikariri kama ni namba hii ndio mtihani. Lakini kila mchezo, yani mchezo wa Dar es Salaam Young Africans Tanzania Prisons una namba. Mchezo wa Simba na Geita na Kengold ambao wanacheza Tabora una namba. Lakini saa hizi ukiuliza mtu namba ngapi anakuambia ngoja nifuatilie kwanza. Wala. Lakini umekuwa famous. Wakati na tarehe sio mchezo, hata tarehe ndio. Wakati jana nipo kwenye gari na wasikiliza kwenye kipindi cha Passion maabara michezo, niliona kuna ukinzani kati ya miamba miwili, mlinda mlango wa Akiba na Peter Passion. Kwa kuna ukinzani sana siku ya jana. Mlinda mlango wa Akiba ulimtupia swali ukiuliza, alisema kwamba mechi kama siku zote haijakuwa maarufu. Niko sahihi kuhusu dabi kwamba haina promo, lakini mlinda mlani Peter akasema kwamba promo ipo. Aliniuliza promo nini, maana ya promotion. Ndio nikaona kwanza ukachapa tangazo la mkesha wa usiku wa chuma unawachuma. Baada ya kuchapa usiku wa chuma unawachuma, chuma kikanambia hiyo sio promo hiyo. Sasa ndio akaanza kutoa ufafanuzi wa promotion. Lakini promotion ni kitu ambacho pia kina dosari. Japo pia promotion inaweza kuwa una kinadi kitu ambacho pengine kina dosari. Lakini sasa promotion nzuri ni ile ambayo tunathimulia kitu kwa faida. Aidha watu wakifuatilie, wakitazame, waende wakaingie. Kwa hiyo bado tunakupa pale kwamba mchezo wa dabi kabla haijapangwa tarehe nyingine ulikuwa una promotion au una promotion? Ulikuwa una kelele, ulikuwa na promotion. Zile zilikuwa ni kelele. Kwa upande wangu mimi ile sio promotion, ilikuwa ni kelele. Uliona nini promotion? Ni watu tumeuliwa namba 180. Yes. Ndio tarehe 8, tarehe 15. Maana ni mfano hata mechi ya Yanga na Prison tarehe 18. Hakuna mtu anayejua ni mechi ya ngapi. Lakini na namba, si ndio? Lakini zile kelele ambazo anazitaja, kuzungumza ndio promo, ndio ukaijua namba 184. Sababu promotion ni kukizungumzia kitu, either ni kwa uzuri, ni kwa ubaya. Yaani kuna mtu anaweza kuzungumza kitu kwa ubaya, si ndio? Anakikaa, yani hakipendi, lakini anakizungumzia kitaalamu. Unapokizungumzia kile kitu unakifanyia promo. Hata kama kitu mtu umpendi, ukiwa unamzungumzia unampromote. Sasa kwa watu wengine ambao wanajua maana promotion, kitu ambacho hataki kukizungumzia kabisa, anajua nikikizungumzia nikijibu hata kama tayari amempa tayari, wanasema wanaita booster. Kwa hiyo booster makoa, hiyo ni promo au kick, wanaita kick. Nikijibu tunampa kick. Kwa maana yake ile kick ndio promo. Kwa mtu anayesema sijibu. Manara anapenda sana kusema hiyo kwamba mimi simjibu. Nikimjibu napeleka mjini. Yes. Sasa unampigia promotion. Yule mtu ambaye unamzungumza hata kama umpendi, watu wanataka kumwangalia nani huyo. Kwa kisha enda pale. Tayari ushakujua kwa mashabiki wa Simba walijikuta wanawapigia promotion Yanga. No, Simba before walikuwa wapigi promotion. Walikuwa wamewapiga promotion kwa sababu Yanga walisema wachezi. Yanga walisema wachezi. Simba walikaa kimya. Lakini baadaye Simba wakaja wakasema sisi tunapeleka timu tunacheza. Yes, wakaja sasa kuingia kwenye mfumo wa kuwapigia promo sasa. Lakini alianza kufanya promo kubwa ni Young Africans ndio. Mapema kupiga promo kabisa bana. Mimi Yanga kaanza promo. Yanga alianza promo mapema, wakumbuki. Yanga baada ya Simba kuandika barua tarehe 7 ndio mwezi wa 3 kwamba sintapeleka timu, sintacheza mechi hii. Simba likaa kimya pale. Yanga kesho yake kaanza kufanya promo ya mchezo, kuhamasisha mashabiki waende uwanjani, watapeleka timu. Haikutosha tarehe 8 wakapeleka timu uwanjani. Tarehe 9 wakafuata Simba Bunju.
mabango yakabandikwa. Ile ni promo, si ndio? Kama unakumbuka vizuri, gari kaandikwa. Na wakajikuta wanaonaji uwanja wa Bunju bila wao kujijua. Wakaifuata ardhi ya Simba kule Bunju Arena. Baada ya pale wakaona sasa hapa tufanye kitu gani kipya sasa. Ndio wakaja na hiyo hoja ya hatuchezi. Hawakuishia hapo katika t-shirt. Hizo ni promo tu. Hatuchezi. Baadaye sasa wanaenda Yanga kucheza na JKT ndo wakaongeza na neno ngo. Hatuchezi. Hiyo ni promo, sio promo. Promotion. Ni promotion. Promotion. Kwa dabi ya Kariakoo inapigwa promo kubwa. Lakini sasa inapigwa promo bila kilele cha mafanikio. Sasa hivi labda ndo tumefika kwenye kilele kwa sababu tutafika huko. Sawa. Na mtazamaji, sasa tunakwenda kutazama sasa. Nataka nifahamu wakati unaipata barua ya kuona kwenye mitandao mbalimbali, wanasema unaipata labda umepewa. Kuona katika mitandao mbalimbali ya kijamii kile ambacho kiliandikwa na shirikisho ambacho kimetoka bodi ya ligi, kwa sababu wao ndio wanao simamia. Kwanza ulitegemea kuona kwamba mchezo huu unasogezwa mbele? Wakati mnazungumza sana, nimeona na katika kitu ambacho nimekipenda safari hii wachambuzi majunior ndio ambao walikuwa waandamizi wa swala hili. Na wewe ulikuwa miongoni mwa watu ambao ulikuwa uoni kwamba kuna kitu ambacho chochote kinaweza kaendelea. Huyu junior au mwandamizi? Junior au sio? Bado sio mwandamizi huyo. Bado. Huyu ni junior. Lakini junior yule. Kwa sababu ungekuwa junior yule mpaka sasa hivi sijui. Passion. Ndio. Ulitegemea kuona kwamba mchezo huu unasogezwa mbele? Kwanza tukianzia kwenye barua. Sikutegemea kuona Simba anaandika barua kwenda serikalini kuomba uwanja. Binafsi sikutegemea. Na nilikuwa surprise sana baada ya kuona ile barua. Alafu ukiangalia ile barua, tarehe iliyoandikwa ni tarehe 9. Waliomba barua, wanaandika barua tarehe 9. Ndio. Hiyo hapo. Hiyo barua hiyo hapo ya wizara hiyo. Unaona ni tarehe 9 barua imeandikwa. Taarifa ya mazoezi rasmi ya tume ya timu tarehe 14 Juni 2025. Tafadhali usika na somo tajwa hapo juu. Hii barua ni ya kujibiwa. Lakini Simba waliandika barua ya kuomba tarehe 9 ndio waliandika. Wakajibiwa tarehe 10 na ngapi? Tarehe 13 jana. Ambao Simba sasa watumie uwanja leo 14. Leo tarehe 14. Ndio. Sasa jiulize swali moja au maswali mawili. Simba alienda kuomba barua kama nani? Si kama timu. Timu ipi? Ya klabu ya mpira. Timu kwani Simba ni timu nani? Iko hivyo. Ni timu ya mpira. Ndio. Wao walienda kuomba uwanja. Yaani wanaomba uwanja wa kufanya mazoezi. Kama mwenyeji wa mchezo, kama mgeni, kama mwendesha shindano au nani? Kama timu. Mimi nitamsaidia Peter. Umemjibu vizuri. Peter kahoji Simba ameenda kuomba uwanja kama nani? Mimi hapa nahitaji elimu kidogo. Ndio tunakuelimisha. Tulia, mlinda mlango wa akiba yuko, patie elimu kijana. Kwanza walienda kuomba uwanja kama timu, football club. Wakikumbuka nyuma kwamba ile March 8 ndio mchezo ulikuwa uchezwe kabla haujayeyuka. Si ndio? Ndio. March 7 kikawaida kikanuni Simba ilitakiwa wapewe fursa ya kufanya mazoezi ya mwisho pale Benjamin Mkapa, si ndio? Ndio. Kwa hiyo kama walienda pale na meneja alikuwepo wa uwanja, si ndio? TFF kupitia bodi ya ligi waliteua mapilato wa mchezo ule pamoja na match commissioner. Yes. Alikuwepo. Lakini Yanga kama mwenyeji tulishuhudia lile zogo, tunaambiwa kwamba sijui makomando wa Yanga wamezuia. Kwa hiyo kama Simba walifuata taratibu, na unajua kikanuni Simba atakiwi kuomba ila anatakiwa tu kutoa tu taarifa bana nakuja. Unajua kwa sababu ni haki yake kikanuni. Kufanya mazoezi tarehe 14 ilikuwa ni haki yake ile tarehe 7. Kabla siku moja kabla. Yes, kwa hiyo alivyokataliwa sasa akikumbuka nyuma kama niliweza kufanyiwa yale wakati ule na ile cabinet yote iko vizuri. Sasa safari hii mimi niende, unajua ule uwanja wa Benjamin Mkapa ni uwanja wa serikali. Sasa Makoa, ngoja kwanza hapo na mimi nataka nikuulize swali hapo. Kama alikuwa anaamini kwamba yanaweza yakatokea wakati bodi ya ligi ndio ilitangaza tarehe ya mchezo. Sasa kwa nini awe na hofu kama itatokea? Sasa kama
kwa jibu lako sana kujibu. Kwani ile mchezo wa Machi 8 bodi ya ligi ya kutangaza tarehe ya mchezo? Walitangaza. Simba kupaswa kwenda kufanya mazoezi. Ndio maana wakaahirisha kwa sababu ya watalishi wa viashiria vya kiusalama. Sasa baada ya kuahirisha waliona wao kwamba hali imekuwa shwari na labda wamezungumza na timu zote mbili. Ndio maana wakapanga tarehe mpya. Ndio maana Peter yeye akahoji Simba anakwenda kuomba kama nani? Uwanja wa Benjamin Mkapa ni uwanja wa serikali. Yes. Ambao hata mimi kama na event yangu napaswa kwenda kuomba uwanja kwa wahusika, kuna taratibu za kufuata. Kwa wao sasa mwenye event ni nani pale? Mwenye event ni Simba. Mwenye event ni Simba. Yeye anataka kufanya mazoezi. Kwa hiyo kukwambia anataka maandalizi na mchezo. Simba ikaenda kuomba kwamba in case kitokea lolote. Yeye kaisha ongea, ndio ile kauli hatuwezi kusema ni nzuri au mbaya, lakini siongei na ng'anga. Sijui unanielewa? Unaongea na mwenye ng'anga. Unaongea na mwenye ng'anga. Sasa mimi nafikiri tukae tu hapa kwenye mstari mmoja kwamba walifanya makosa kwenye hili. Kivipi? Walifanya makosa kwa maana moja. Waliamini na wao wanaweza kuwa washindani. Kwa maana hii moja. Bwana wakasahau kama wao ni wageni. Yes, kwa sababu Young Africa kwenye mechi ya tarehe 15 ya kesho alikuwa ameshasema hachezi kwa vyovyote vile. Lakini Simba kwa kudefend ili azipate hizo alama 3 akaanza kufanya utaratibu wa kimchezo wakati yeye hausiki. Yaani anaipaswa kuidhinisha uwanja wa mechi. Young Africa. Kuidhinisha, sio kutaja. Kuidhinisha ni bodi ya ligi. Yaani ambaye ndio anaendesha shindano, si ndio? Mchezo huu utachezwa uwanja fulani. Yes. Anaidhinisha baada ya kuidhinisha maana yake ameshaupitisha na una qualification zote kwa ajili ya mchezo. Kama vile ambavyo CAF waliokataza Simba kucheza Benjamin Mkapa wakiamini hauja qualify. Simba naona ni mzuri. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naona uwanja ni mzuri, pitch imenoga. Lakini CAF walivyokuja kusema no, uwanja hautoshi. Kwa hawakuidhinisha. Kwa hiyo bodi ya ligi ndio wana jukumu la kuidhinisha uwanja wa Benjamin Mkapa kutumika. Sasa Simba Sports yeye alienda kuomba, si ndio? Bana mimi nataka nitumie huu uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya mazoezi, si ndio? Of course serikali, kwa sababu uwanja ni wa serikali na of course ukienda pale utalipia, si ndio? Ndio. Maana Simba kienda pale ukiomba lazima utalipia, si ndio maana yake? Maana Simba anaenda kuandaa event ya mechi. Simba angekuwa kama ilivyokubaliwa angeenda, kuna gharama ambazo alipaswa kuzilipa. Lazima unalipa. Utaratibu. Ambazo gharama angelipa mwenyeji wa mchezo. Sasa hizo ni gharama ambazo kitaratibu za kimchezo anapaswa kuzilipa mwenyeji wa mchezo. Ndani ya Afrika. Afrika, yani maana kwa vyovyote vile masaa 24 kabla ya mechi uwanja unakuwa uko chini ya nani? Wa mwenyeji ambaye ni Yanga, ndio. Bodi ya ligi baada ya kuidhinisha ule mchezo. Simba Sports kaenda kuandika barua tarehe 9 anaomba kutumia uwanja. Tarehe 14 anajibiwa kesho huko tarehe kutumia ule uwanja, si ndio? Hiyo ni issue ya kwanza. Hiyo issue ya kwanza imepita. Tuiache. Simba hapa ameshafanya mistake kwenda kuomba uwanja ambao yeye sio mwenyeji wa mchezo. Sababu bodi ya ligi washasema mchezo unapigwa tarehe 15. Lakini uwanja haukutajwa. Haukutajwa uwanja na Young Africa walisema hawaja na walikuwa hawajaongea chochote. Hawajaongea chochote. Sasa walishasema wacheze, waongea nini tena? Lakini bodi ya ligi ambaye anaendesha shindano kwambia mechi ipo pale pale. Tarehe hajabadilika. Uwanja ni upi? Haujatajwa. Lakini watu kirejea uwanja ulikuwa ni Benjamin Mkapa. Ndio maana hata Simba Sports kwenye kuomba akaenda kuomba pale pale. Lakini hapo afisa habari wa bodi ya ligi anatangaza mechi ipo, akasema kuna taarifa nyeti muda wote zitatoka hapo. Kabla taarifa nyeti. Ameshazungumza sana kwamba dabi ipo pale pale. Haijabadilika muda wala tarehe. Sababu yeye anatoa taarifa aliyopewa. Yaani afisa habari anapokea taarifa ya taasisi, anapelekea watu. Lakini kwa sasa hana taarifa atazungumza nini? Bana dabi imebadilishwa hamna. Iko pale pale. Kwa hiyo baada ya hapo barua ikatoka. Sasa ile barua ile ya Simba kupewa uwanja kasome para ya 4. Kwenye hiyo barua para ya 4 inamkumbusha Simba Sports na timu wakafanya nini? Wakajiandae na pre-match meeting. Yaani ambayo kikawaida ilitakiwa iwe leo. Yaani leo sasa leo Jumamosi. Ukisoma para ya 4 pale. Simba Sports. Ukitafuta barua utaipata pale. Alafu utaisoma para ya 4. 1 2 3 4 inawasema Simba Sports, not Simba Sports. Inawakumbusha waende kwenye nini? Kwenye pre-match meeting, yani maandalizi ya mchezo. Mchezo ndio. Wakafanya maandalizi ya mchezo. Hii barua imetoka wapi? Hiyo barua? Hii barua imetoka wizarani. Imetoka wizarani. Wizara ya michezo. Ndio Wanakumbusha waende kwenye nini? Kwenye pre-match meeting. Kwenye maandalizi ya mchezo ndio.
Sasa wao wanawapa taarifa hiyo Simba ni wao ni wakina nani? Labda huwa wanajisahau ndio bana wanakumbushwa na wizara. So ukiona unakumbushwa wewe ni mtu wa kujisahau. No, anapaswa kukumbusha hilo jambo. Sio wizara. Ni nani? Anaendesha shindano ambao ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi ndio anapaswa kukaa. Sasa bwana, sikilizeni niwaambie, sawa? Dabi inachezwa tarehe 15. Ndio. Tunapaswa nyote kwenda kwenye pre-match meeting. Ndio. Utaratibu wa mchezo huko hivi na hivi. Lakini mimi binafsi sizungumzi kwa ubaya. Lakini ile para namba 4 hakupaswa kuwepo kwenye ile barua. Kwa hiyo pale na wenye makosa pale ni wizara. Hakupaswa kuwepo. Kwa hiyo wenyewe pale kidogo kwenye para ya 4 kuiambia au kuvikumbusha vilabu kwa ufupi. Sidhani kama hiyo guts wanaweza kuwa nayo. Kwa barua ambayo wanasema pale namba 4 kuwepo ni barua ya Simba au barua hii ya wizara ambayo ile ya 4 hii ya 4 nasema aidha nakumbushwa kukamilisha taratibu zote za maandalizi ya mechi ikiwemo kushiriki pre-meeting ambayo uratibiwa na wasimamizi wa ligi kwa mujibu wa taratibu za ligi. Lakini ukiwasikiliza hapo wamewakoti vizuri kwamba ambayo huratibiwa. Lakini mimi naona kama wao wamewakumbusha aliyeandika maana hii barua tuseme imetoka BMT. Ndio wizara ya michezo? Yes. Maana sasa BMT nao wakaona kwamba hili sio la kwetu. Tujiengue kwa kuwakumbusha tu taratibu za mchezo mzifuate. Maana kuwepo ambao sasa kakumbusha pasioni. Wewe member mtu amekupa kuomba uwanja, si ndio? Unataka ujibu nini? Kajiengua bwana, likitokea msara wowote mimi sihusiki. Tunawakumbusha. Nimewakumbusha tu. Pale tunafanya barua tuliwajibu na barua, ndio tulijibu na barua. Soma barua yetu vizuri. Nenda kwenye kipengele namba 4 ambacho unakizungumza wewe. Kiliandikwa nini? Barua imewakumbusha. Leo wameenda. Hawajaenda kwa sababu tayari utaratibu mwingine baada ya bodi sasa. Utaenda kufanya nini? Kama baada ya bodi kuweka end break kubwa. Yangu nawaambia kwa mujibu wa barua hii. Binafsi yangu mimi, ni maoni yangu mimi. Ni mtazamo wangu. Si ndio na mtazamo wangu. Sidhani kama ipara namba 4 ilikuwa napaswa kuwepo hapa kwenye hii barua. Lakini wenyewe wameona inafaa kuwepo pale ndio maana wakaiweka pale. Yeah, of course wana utashi, ndio maana nikasema mimi hapa nahitaji elimu. Mimi hapa nahitaji sana elimu. Barua imechapwa na mtu ambaye unahitaji ufundisho. Nahitaji sana ufundisho. Ile barua ile haijachapwa tu na kutumwa Simba, ni kwamba bana mchapaji alichapa na nakala imeenda sehemu. Nakala imeenda nani? Bosi naye akaipitia akasema sasa imekaa sawa, inaweza. Ngoja nikwambie. Simona Boniface Temba katibu mkuu. Na nakala imeenda nani bodi ya ligi. Nakala wanayo pia. Na bodi ya ligi kwa shida ni moja. Namba 4 ninachosema pita pale ndio kina shida inakuja sehemu moja. Kwamba shida inakuja sehemu moja. Sio kila kitu unaweza kuwa unakijua kwenye maisha. Ndio. Sawa? Yaani huwezi kuwa unafahamu kila kitu wewe binadamu wa kawaida. Kuna sisi hatujui mambo ya kiserikali, uongozwaji wa serikali, si ndio? Lakini kwenye uga sports, si ndio? Tunajua kwamba hapa nani anatakiwa kukaa. Pale anatakiwa kukaa nani? Hapa kai huyu, si ndio? Hili jambo lilikuwa lifanywe hivi, si ndio? Ndio maana nasema mimi hapa nahitaji sana elimu, unieleweshe kwamba hii para namba 4 ilikuwa inatakiwa kukaa kwa maana. Lakini huyu sababu ni familia anahusika. Hapana. Kwanza tukubaliane hii barua mchapaji ni familia na sports, sio familia na sports. No, ngoja nikwambie ndio maana kuna madaraja. Yaani kutoka baraza la michezo, si ndio? Kutoka kwa waziri wa michezo, si ndio? Kuna baraza la michezo. Baraza la michezo kuna shirikisho la mpira wa miguu, si ndio? Ambalo limekasimiwa kama anavyozungumza Kaduguda. Kukasimiwa maana yake limepewa, si ndio? Mamlaka. Au limethibitishiwa madaraka, bwana wewe utausimamia huu mpira wa Tanzania. Baada ya pale hiyo huo mpira hiyo chombo hicho, si ndio? Kimeandaa chombo kingine ambacho kinaitwa bodi ya ligi kiusimamie mpira wa miguu tu. Kwa maana yake hata TFF, si ndio? Wangeandika bana na wakumbusha. Tungesema okay, kwa sababu hiki kime na bado mwenyekiti anahusika, sababu mwenyekiti wa bodi ya ligi alikuwa ni kaimu namba 2 wa TFF. Wangekumbusha tukisema okay, ni pale. Sawa. Hamisi Makora. Bado tulia, uso unataka kuelewa. Barua. Kwenye barua tunatoka elimu. Kwenye barua tumetoka. Tuliona picha zikitoka sasa za Mheshimiwa Rais na viongozi wa Simba na Yanga. Kwa upande wa Yanga nimeona bwanyenye mkubwa kabisa. Alikuwepo. Akipigwa picha pale kama picha ya uteuzi. Baada ya hapo tukaona na barua pia ikatoka
ya kusema kwamba mchezo umepangwa tarehe nyingine. Kwa mantiki kwamba viongozi wa Yanga na Simba wenyewe walivyoitwa kwenye kikao cha awali, hapo awali kabisa tulikopo Benjamin Mkapa kama unakumbuka Passion pale, walitoka na Mguto na nini na bodi ya ligi kabla ya juzi. Wakashindwa manake kuelewana. Baada ya hapo Yanga wakaitwa tena bodi, wakashindwa kuelewana. Sasa busara, kwa maana tunakubaliana kwamba mchezo huu wa Miss Makoa umefanyika kwa busara ya Mheshimiwa Rais, kama ambavyo nilikwambia hapo mapema sana. Ili dabi ichezwe. Hata usingesema ningesema. Ili dabi ichezwe, mama lazima ahusike kwa namna moja ama nyingine. Kwa mantiki hiyo mama akaona bora yesha aingilie mchezo wa dabi. Of course mama ni mlezi. Na mama ndio mtu pekee ambaye anaweza akamlea mwanake vile. Mama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unajua ndio maana nakwambia hata usingesema mimi ningesema. Ni kama nakumbuka tulikuwa kwenye nakumbuka utafikiri sio wale. Tunatazama unaweza kusema sio wale. Unaona? Hawa ndio hapa Simba. Sio wale. Bwana mzee mwana Simoni hapa, mzee Mwina Sefu Kaduguda Simba Yuda. Namuona rafiki yake hapo. Bwana nitamuuliza baadaye. Mama alichokifanya, kwanza tukubaliane, mama kaupiga mwingine kwenye hili swala. Mama kaupiga. Sasa bila yeye kwenye ile kauli ya mama kaingilia mpira hapo. Hajaingilia mpira. Sawa, utakuja. Kwenye ile kauli ya mama kaupiga mwingi. Hapo nitakupa ile. Unasikia? Kwenye ile kauli ya mama kaupiga mwingi. Hapa sasa pia kaupiga mwingi. Kwa sababu hapa sasa mpira unakwenda kufanya nini? Kuchezwa. Bado tumetoka kwenye zogo na kelele, si ndio? Kuna wakati tukiwa kwenye radio Passion FM maabara ya michezo, wewe ulisema mapema kabisa kwamba ndio ili dabi ichezwe mtu pekee wa kulimaliza hili ni mama. Na ikiwezekana kama ikiwapendeza kama ukawapa kodi hivi kidogo bodi ya ligi na TFF bana hii bana pangeni tarehe mgeni rasmi awe mama. Mama ndo pekee yake anaweza kuzima moto mkali. Si ndio kabisa. Ndicho alichokifanya kwa sababu unajua hii scenario ya Yanga, TFF, bodi ya ligi, Simba kujibu mashambulizi ni penikupe. Nafika kipindi mpaka Clifford Mario Ndimbo anasema ifike wakati sasa inatosha bana, hizi barua kama tunaandikiana posa sio sawa. Lakini aina tofauti na mtu unapokuwa unatafuta haki yako kwenda mahakama ya mwanzo mpaka unafika mahakama ya juu. Japo mama kuingilia mpira kwa engo nyingine mbaya, ila kauingilia mpira ili kuweka mambo sawa, vitu viende, kwa sababu mama ndio mlezi wa Yanga, mama ndio mlezi wa Simba. Kwa sababu alichokifanya ni kutumia busara. Wanangu kipigo, shida nini? Sawa. Mimi sasa naendelea kupata elimu. Peter Passion, tunaona Daktari Samia Suluhu Hassan ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye raia namba 1. Shirikisho linaongozwa na Wallace Karia ambaye ndiye rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Yuko Kidau pale, yuko makamu nani Mguto yuko pale. Ukimtoa kwenye bodi sasa. Sawa. Manake wao wameshindwa. Hivi Nyamlani bado ni makamu wa kwanza. Makamu wa pili wa rais ni anakuwa huyu Mguto aliojiuzuru. Yes, ni makamu wa kwanza Nyamlani. Nyamlani makamu wa kwanza. Wa pili Mguto. Sawa. Sasa kote huko wamechemsha. Yaani hiyo nazungumzia kuchemsha ni vyombo vinavyosimamia mpira wa miguu wa Tanzania. Sawa, bodi walitokota mapema kabisa. Shirikisho kwa mantiki hiyo nao wamechemsha kabisa, vikaanza vijembe. Lakini the end of the day tunaona rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye sasa ni serikali amepiga picha na vijana wake, na barua inatoka kwamba mchezo umeahirishwa tarehe 25. Na hakuna kelele zozote kutoka Simba. Maana Simba walisema wao hawatacheza. Bora hata Simba juzi. Yanga ndo wamesema sana hawatocheza. Nielewe. Ndio. Simba walisema hawatocheza tarehe nyingine ikitajwa. Tofauti na nielewe. Ndio na mimi nataka hapo nieleweshwe. Peter tulishamuelewesha, naona kaelewa. Sawa. Sasa basi baada ya kwenda rais wa Jamhuri ya Muungano wa Samia baada ya kukutana na viongozi wa Simba na Yanga wakayazungumza, inakuja barua ya kwamba mchezo unapigwa, usikike leo mpaka hivi sasa kwa Simba kwamba hatuchezi. Sawa. Nakuja hapo kwa sababu huyu ni rais, shirikisho limechemsha, wamepeleka kwa rais ambaye yupo chini ya mwamvuli wa serikali. Hapo hakuna swala la kuingilia. Inategemea unaingilia. Iko hivi Makoa na Geoffrey Moses Kalunduka.
rais hakuwa kwenye hili jambo kama sehemu ya kulitolea maamuzi. Yeye alikuwa kwenye bajeti ya serikali ya 25-26 iliyofanyika siku Alhamisi. Ijumaa baada ya hiyo bajeti kupita, Ijumaa alikuwa zake Ikulu cha. Kwa hiyo pamoja hili sakata pia hata bungeni huwa linasikika pia. Huwa linasikika sana. Na TAKUKURU aliwaita. Huwa linasikika sana. Sawa. Sasa ili kupata suluhu, sababu hapa ni suluhu. Sio kufanya maamuzi. Ni suluhisho ni lipi? Ndio maana hata ukiangalia baada hizo picha kuonekana hakuna kichotajwa kimezungumzwa kitu gani. Yaani baada ya hizi picha zinavyoonekana hakuna taarifa kwamba wamezungumza kitu gani kwenye. Kwa hiyo unataka kuniambia kwa uandishi wako wa journalism wanasema picha inazungumza maneno 1000 na hizo washindwa ngoja sasa nikwambie. Hizi ni guesses ambazo lazima mwandishi unaweza kunusa. Ndio lazima wewe unashindwa kunusa hatari vitu kama hivi. Ndio maana nakwambia hizi ni picha ambazo ndio picha ambazo tunaziona. Hapa unaweza kusema mama kaingilia mpira. Sio kweli. Mimi nitakataa. Kwa nini mama hajaingilia mpira? Kwa sababu kama ingekuwa ameingilia mpira angefanya maamuzi yeye kwa watu kujiuzuru. Lakini kwa sasa yeye kaamua kushauri, kutafuta suluhu. Yaani ndio maana kawaita viongozi. Kwani yeye ana mandate ya kusema kwamba kalia jiuzuru. Ndio maana nakwambia hawezi kuwa na mandate. Ndio maana nakwambia hajafanya maamuzi ya mpira. Ila kashauri. Ndio maana kawaita viongozi wa Simba, akiwa mwenyekiti wa Simba Sports mwenye hisa 51%, si ndio? Ambaye ni nani? Murtaza Mangungu. Kwa upande wa Young Africa unamwona pale GSM ambaye ni mdhamini, si ndio? Yuko pale CEO Andrew Mtine, yuko na makamu wa rais. Pengine angekuepo engineer angekuepo pale, si ndio? Angekuepo pale. Kwa hiyo amewaita kutafuta suluhu bana, shida yenu ni nini? Nikiguess kama journalist, si ndio? Najua na uhakika Young Africa walipeleka nina uhakika huo. Moja peleka matakwa yao ni haya. Simba Sports watapeleka matakwa gani? Simba wanatakwa lolote. Ndio. Wenyewe tuhitaji bali dabi imepigwa tarehe 15 ichezwe, si ndio? Kwa nini unataka ichezwe? Kwa sababu imeshapangwa tarehe na bodi ya ligi. Ndio. Okay, sawa. Sasa mimi na nyinyi tumalizane hivi. Si ndio? Alafu mimi nitawashauri hao wengine ambao ni wakubwa wa mpira. Sababu hili sakata angeweza kulimaliza wale Sikalia. Mapema tu. Kwa sababu yeye ndio anaweza kumwajibisha CEO wa bodi ya ligi mapema. Yeye ndio anaweza kuwajibisha CEO wa TFF ambao ni Wilfred Kidao ambao kwa mujibu wa Yanga walivyotaka mtu ajiuzuru. Sababu Wilfred Kidao ndio watu ambao waamuzi wote wanaripoti kwake, yeye ndio anapanga schedule ya waamuzi na kila kitu. Maana yeye ndio anaweza kuwajibisha. Si ndio? Lakini wale Sikalia kwa huo muda alikuwa amekaa kimya. Kwa kwenye hilo jambo huenda Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alishauri kwa wale Sikalia bana, hili jambo ambalo linafanyika ili tupate suluhu lifanyike. Linashindikana kitu gani? Si ndio? Hakuna kinachoshindikana, basi lifanyike. Ndio maana baada hiyo tukaona taarifa kwa bodi ya ligi mapema tu. Kwa taarifa ya afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimana anasema kuna taarifa nyeti itafanya nini? Itatoka. Maana sasa hiyo taarifa nyeti ilipotoka imetoka kwa mfumo wa picha. Sawa. Na baada ya hapo tukapewa taarifa ya tarehe, lakini taarifa nyeti kabisa haipo. Umeongea vizuri, nipe tu 5. Nimekuunga mkono kwa sababu hata usingesema hivyo. Kuna vitu ambavyo nilipanga niviseme, umemaliza kila kitu. Ndio maana nimempata 5. Sasa kwa mujibu wa hizi picha ndio Mheshimiwa Rais huwa anapiga picha na mgeni yoyote mara baada ya mazungumzo. Ndio. Kwa hiyo baada ya mazungumzo na mimi nikijaribu sasa tupate picha sasa ndo mnapata picha ya maana mpaka mnapiga picha solution imeisha. Huyu mama ni mpatanishi. Wewe unaona kwenye bodi ya ligi pale Yanga walipiga picha na bodi ya ligi. Kwanza barua ya pili imeenda hii hapa, mtu anaondoka. Bwana njoo tuzungumze Peter. Nasikia tuma invoice. Kalondoka. Ndio. Au nipigie simu. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndio. Ni mama yetu, ni mpatanishi. Alichokifanya hapa sio kwa nia mbaya wala sio kwa lengo baya. Akataka mpira uchezwe. Mfano, mimi nikikuulizeni swali hapa Peter na Kalunduka, nani mnufaika wa magoli ya mama? Vilabu ndo wao. Sasa kama wenyewe ndo wanufaika wakuu wa hela za mama, goli la mama Ali Namungo, goli la mama Ali Dodoma Jiji, Ali Mtibwa, hawa wawili Kula na Doto ndo wanufaika wa goli la mama. Wamepiga sana hela. Kuna wakati Yanga walikuwa michuano ya kimataifa, kuna wakati walichukua hela nyingi za mama kuliko hata Simba. Kwa sasa kama